Tupokee katika sura hiyo ya kupokea mapya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na upya huo unapaswa kujionyesha kwanza katika maisha yetu. Taifa teule, pamoja na kupoteza wakati ule, kupoteza mahusiano na Mungu, lakini kupotea huko kulianza kujidhihirisha kupoteza mahusiano kati yao, vita, chuki, kukosa imani kwa Mungu na kwa jirani, ikalisambaratisha taifa na hata kupelekea likapelekwa utumwani. Katika hali hiyo ya utumwa wa kimwili, Mungu anawainua Waisraeli, lakini anaonyesha yale yaliyojionyesha katika mwili, yale ambayo yamepelekea utumwa wa kimwili, yana asili yake katika roho zao. Na Yeremia ni kama anawaeleza sasa kwamba bila mabadiliko ya ndani ya kila mmoja, huo uhuru waliokuwa wanautegemea hautakuwepo, kwani kutokana na kubadili mahusiano ya ndani, anaonyesha hata mioyo yao imekuwa migumu, kana kwamba wanabeba mioyo ya mawe. Kutojaliana, kutoheshimiana, kutooneana huruma. Unaishi na jirani kana kwamba hayupo. Ni mioyo migumu, moyo wa mawe. Kwa sababu gani? Yale ambayo jirani anahitaji kawaida ndio mahitaji yako. Pengine tunatofautishwa kwa wakati tu. Huyu kaugua sasa na wewe utaugua baadaye. Huruma ambayo anapata mgonjwa huyu wa leo ndio itakayokwenda vile vile kwako, na utaihitaji wakati utakapofika. Wale walifika mahali sura hiyo haikujitokeza, na ndio Mungu anamtuma nabii, anamwambia ni lazima wapate mabadiliko ya ndani, kuibadili hali ya nje. Ndugu zangu, katika tafakari yetu kama taifa linalosafiri, familia ya Mungu, katika parokia yetu hii ya Francisco Xaveri, lakini ndani ya jimbo letu la Geita, ni nafasi ya kujiuliza, je, hayo hayapo? Hitaji la mabadiliko. Inawezekana pengine si wote tufungwe kwa kamba moja, lakini kila mmoja ana nafasi yake katika yale ambayo tunaonja hayatufikishi katika kuiunda parokia yetu kama familia. Tutafakari kuhusiana na mahusiano ndani ya familia ya baba, mama na mtoto. Kumekuwa na hali hiyo ya kujaliana, kupendana, na hata mmoja kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Kama hatutendi hayo, familia zetu zimevamiwa na moyo wa jiwe. Lakini Yesu anasema anaweza kubadilisha. Anamtuma nabii akionyesha hali hiyo kwamba mabadiliko yanawezekana. Tusipojenga familia zenye moyo huo wa nyama, wenye hisia za kupendana, kuhurumiana na kujaliana, ni vigumu safari inayofuata baada ya familia ya baba, mama na mtoto. Kanisa letu tunatamka wazi kwamba familia ya kwanza pamoja na ya baba, mama na mtoto inajengwa katika jumuiya ndogo ndogo. Kuna malalamiko, na hata vituo vyote tulivyozungukia jana, katika taarifa za parokia kuna malalamiko hayo. Jumuiya zipo na tumeendelea kuzitumia kama msingi wa parokia yetu, lakini kuna dalili za mioyo kuwa migumu. Na tena tukitaka kuona ni shambulizi la shetani, anashambulia pale penye kiini kabisa. Jumuiya bado zinafanya kazi,
katika kupitisha wale wanaotaka kufunga ndoa wanafanyiwa maandiko, wanaotaka kubatizwa, na hata wakipaimara najua wamepita jumuiani. Lakini katika sala tuna jumuiya zenye shida ya kusali. Huu ni moyo wa jiwe, utatupeleka utumwani, na dalili za utumwa zinaweza zikaanza kujitokeza pale ambapo kutoka jumuiani unataka tujenge parokia ambayo ni kama familia ya Mungu. Pengine kunakuwa na vipande vigumu, pengine wengine kulalamikia ule ambao ni wajibu wao, tutabaki utumwani. Kwa hiyo mabadiliko yetu tuhakikishe yanaanza na nafsi zetu.